Nataka tuhakiki na tudhibiti anwani za makazi ili tujuane vizuri. Sisi tulioko mipakani ni muhimu zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Unapokuwa mpakani, mwingiliano wa watu ni mkubwa zaidi. Kuna walowezi, kuna wahamiaji, na wengine kuna wapita njia tu. Wanasema wanapita, wanatoka zao Burundi, au wanatoka zao Rwanda, au wanatoka zao Somalia, wanaenda Afrika Kusini. Alafu wanafika Songea, wanadoea hapa. Hilo hatutaki. Kwa hiyo tunataka anwani ya makazi kudumisha ulinzi na usalama wetu sote na mali zetu zote. Wanaweza wakawepo magaidi katika mtaa wako, wanatengeneza mabomu hapo, au wanaweza kawepo watu wabaya wanafyatua noti bandia. Tunafahamu kwamba kupitia kipindi ambacho vijana wetu walikuwa wanaomba mikopo kwenye bodi ya mikopo, walikuwa wanapaswa kuwa na barua ya utambulisho, na huduma hii walipata kupitia mfumo wa NAPA. Hadi kufikia Septemba 21, 2025, jumla ya barua za utambulisho wa mkazi wa kidijitali zimeshatolewa barua 668,558, na katika halmashauri manispaa ya Songea jumla ya barua 5,239 ziliombwa na barua zote zilifanyiwa kazi na kutumwa kwa wahusika. Mwaka huu wanafunzi wanaenda chuo kikuu wote wamepitia kwenye serikali za mitaa kusajiliwa. Hasa ule usajili ambao mfanyika kwenye serikali za mitaa, wananchi wengine wanakuja kwenye viti, wakati wenye viti hawahusiki na usajili wa mikopo ya wanafunzi. Kwa hiyo kupitia semina ya leo, mimi nafikiri watendaji wanajengewa uwezo, kama walijengewa uwezo mara ya kwanza, lakini sasa hivi tutajengewa uwezo kwa pamoja. Tunaamini waweke fursa hata wenye vitu wa mitaa waweze kuwasajili wananchi, kwa sababu kuna changamoto ambayo inatokea. Unakuta wanafunzi wale wanaomba mikopo chuo kikuu ni wengi, mtendaji ni mmoja. Sasa akija kwa mwenyekiti ana ujuzi wa kumsajili mwanafunzi kupitia post code. Kwa hiyo leo wafungulie tu kwamba tupate elimu ya kutosha, hata wenye vitu wa mitaa nao ikiwezekana wawe sehemu ya usajili wa wanafunzi ambao wanaomba mikopo chuo kikuu. Na wale wanafunzi wa vyuo wanapotaka mikopo wanalazimika kutufuata sisi wenye viti sasa majumbani. Wanakuja kwetu, tunawapa maelekezo, wanatuliza barabara, tunawatajia, wanakwenda kwa watendaji, wanawasainia zile fomu zao. Kwa la msingi kubwa, serikali pengine ingeongeza tu juhudi kutuwekea vile vibao vya majina ya barabara.